Lakini kumbuka ya kwamba Yesu akana tamaa, Yesu aliendea watu. Kuna mtumishi mmoja, ni dada mmoja pamoja na watumishi wengine wa kiume katika nchi ya Kiislamu. Dada anaitwa Debora, nafikiri mnafuatilia kwenye mtandao, kwenye Instagram, ukiangalia vizuri anahubiri injili mtaani. Unaona kabisa kwamba anahubiri pale mtaani ilikuwa ni nchi kama zile zote ni nchi ya Kiislamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwa sababu bado Yesu kule hajawa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapo ile neno bado anakutana na vikwazo mbalimbali. Kuna watu wana pale wana mgasi akiwa na ubii, lakini bado yule hakuna tamaa, anaendelea bado ule moyo wa Yesu. Alikutana na vikwazo, lakini hakuna tamaa. Alikutana na vikwazo vya kutembea kwa miguu. Hata kutembea kwa miguu na hata nisikia njaa na hata nichoka. Alikutana na vikwazo kwa Mafarisayo, alikutana na vikwazo kwa watawala, lakini bado moyo wake ulikuwa ni kwenda kuwaendea waliopotea. Anataka hata sisi pia twende kwa vitendo. Yesu alikwenda kwa vitendo, hakusema moyoni tu. Yesu alichukua hatua. Anataka hata sisi pia. Tuna wakati huo kulikuwa hakuna gari, alikuwa anatembea kwa miguu. Hivyo tunavyoona Moses Kolola alipokuwa akianza kutembea kwa miguu yake, Yesu pia alitembea kwa miguu yake. Sisi watu watapataje kupona tusipojali mishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ile tuna wajibu wa kuwaendea watu waliopotea. Lakini pia tunaona umisheni wa katika taifa moja tu. Tukiangalia mifano mingi ya Yesu Kristo mwenyewe aligusa watu wengi. Na hii inaonyesha kwamba mwanzo Yesu Kristo alizaliwa katika taifa la Israeli, akakulia katika Uyahudi, lakini bado injili yake iliwagusa mataifa mengi, kila kabila. Iko mifano mingi zaidi katika Biblia inaonyesha kwamba Yesu aliwagusa hata mataifa mengine. Tukisoma ile ni historia yule mama Msamaria. Yule alikuwa Myahudi, alikuwa ni Msamaria. Mwanzo Wayahudi na Wasamaria walikuwa wachanganyikana, lakini Yesu kwa injili yake alivunja mipaka ya kijamii. Injili yake ilikuwa zaidi ya mipaka ya Israeli. Injili yake ilikuwa ni kuwagusa watu wote wa kila kabila, kila taifa na kila lugha. Tusome katika ile Yohana 4 mstari wa 7 na 10. Alafu baadaye tutaruka ule mstari wa 9 mpaka 42. Yohana 4:7 mpaka 10. Yohana 4 mstari wa 6 mstari wa 7 anasema, akaja mwanamke Msamaria akateka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Mstari wa 39 mpaka 42. Mstari wa 39 inasema, na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke, aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona sasa Bwana Yesu anaanza kwenda, alizaliwa katika Israeli, akakulia Uyahudi, lakini Biblia inatuambia kwamba alikwenda kuwapiga aliwagusa watu wengi, hata nchi ya taifa la Israeli. Tunaona mama huyu Msamaria si wa taifa la Israeli, si wa kabila hili,
bali Yesu moyo wa unyesheji ule ule wa kuwagusa watu wa kila taifa, kila kabila, kila lugha. Sio hivyo tu, mifano bado mingi. Bali Yesu aliwagusa watu wa mataifa tofauti. Tukiona katika ile Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 na 10, tunaona akida yule. Yule akida alikuwa ni akida wa Kirumi. Alikuwa ni askari wa Kirumi. Kwa hiyo Yesu aliwagusa hata watu wa taifa la Kirumi. Tuangalie katika ile Mathayo 8 mstari wa 5 na 10. Naona kisa hiki. Mathayo 8:5 mpaka 10. Mstari wa 5 mpaka 10 inasema, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtumishi aliyekuwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Hapa tunaona bado Yesu hakuwa kwa taifa la Israeli peke yake. Moyo wa unyesheji kugusa kila taifa, kila kabila, kila lugha. Huyu askari wa Kirumi, Biblia inamuita alikuwa ni askari wa Kirumi, alikuwa ni Mrumi, sio wa taifa la Israeli. Kwa hiyo bado Bwana Mungu hapa Yesu Kristo anaonyesha kwamba thamani ya huyu mwanafunzi au askari wa Kirumi ilikuwa na thamani kubwa mbele za Mungu. Kwa hiyo bado moyo ule ule wa kuwagusa kila taifa. Yesu hakuwa taifa moja tu la Israeli. Yesu aliwagusa watu wote. Tunaona pia mifano iko mingi sana. Hata yule mwanamke msiofonike huyu ambaye alikuwa ni Myunani wa taifa la Myunani, lakini wa kabila la Msofonike. Msofonike ilikuwa ni kabila. Bado alimgusa hata huyu mama. Ukisoma katika ile Marko 7:24 na 30, utaona bado moyo wa Yesu ni kugusa watu wote wa kila kabila. Sio hivyo tu, bado liko mifano mingi sana. Yesu alikuwa pia akirejea zama zile za wakati wa nabii Elia na Elisha, ambapo alitumwa kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo bado unyesheji wa moyo wa Mungu ilikuwa ni kuwagusa watu wote. Tusoma katika Luka 4:25 na 27, tusome hiyo. Luka 4:25 na 27. Luka 4 mstari wa 24 hadi 27. Akasema 25 mpaka 27. Luka 4 mstari wa 25 na 27. Inasema, lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani ya Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi waliposikia hayo, wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakimpeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Yesu anajaribu kurejesha, kwa sababu alikuwa wakati wa zama za nabii Elia na nabii Elisha. Hawa watu walikuwa wanazungumza nao hawakuwepo
anawarejea huko nyuma kwamba tangu nabii Elia hapakutuma mtu yoyote katika Israeli. Hakuna mtu aliyetoka katika taifa la Israeli isipokuwa tu ni mtu mwanamke mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Lakini pia anarejea pia katika zama za Elisha. Namjua huyu katika nchi ya Shamu. Aliponya ugonjwa wake, hakuna mtu mwingine katika ukoo alikuwa anaponya aliyeponya ugonjwa isipokuwa huyu. Nini maana yake? Ni kwamba tangu mwanzo anajaribu kuambia Yesu mpango wake wa misheni hauko katika taifa moja tu, ilikuwa katika mataifa yote, lugha zote na kila kabila katika uso wa dunia. Na ndio maana sasa hata baada ya kufa kwake tunaona anatoa agizo. Mathayo 28:19, nendeni ulimwenguni mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo huduma ya Yesu haikuishia tu Yerusalemu. Ilianzia Yerusalemu, lakini ilienea hata misho ya nchi. Yesu alikuja katika Israeli, akazaliwa katika Israeli, lakini hakufa kwa ajili ya Israeli, alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote. Alizaliwa Israeli, akawa kati ya Waisraeli, lakini alikufa kwa ajili ya watu wote. Moyo wa umisheni wa kuwafuata watu wote. Ndio maana kusoma katika ile Yohana 1:29 anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Alikuja akazaliwa katikati ya Israeli, lakini akafa kwa ulimwengu wote. Moyo wa Kristo ni kwa ajili ya ulimwengu wote, watu ambao hawajamchukua waweze kumchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwafungulia mlango wale watu walikuwa katika nchi ya mauti, akawarejesha waingie tena katika uzima. Na ndivyo anavyotaka hata sisi pia tuweze kuwafungulia watu mlango ambao bado hawajamchukua ili waweze kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie kusudi la umisheni. Kwa leo tutaangalia kusudi moja tu, kusudi la umisheni, ili watu waokolewe. Umisheni upo kwa sababu tangu mwanzo mwanadamu alipoasi katika bustani ya Edeni, mwanadamu alipoteza nafasi ya kuwa karibu na Mungu, akatengwa. Kwa hiyo mwanadamu kwa asili ametengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi iliyotendwa pale bustanini na wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Walipoasi tu wakawaingiza wanadamu wote katika hali ya kutengwa na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kwa matendo yake asingeweza kujiokoa. Hakuna namna yoyote kwa mwanadamu anaweza kutenda, hiyo ni kwa matendo mema, hiyo kwa namna yoyote ile aweze kujiokoa na kuhesabiwa haki na kuunganishwa tena, isipokuwa tu ni kwa kupitia Kristo Yesu. Mwanzo katika ile Warumi 3:23 inasema watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wote kwa asili wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watoto wamezaliwa leo, ndio maana watoto tunawabariki kwa sababu wanajua jema wala baya, ili watapokuwa wametangulia mbele ya haki kwa watakali ya watoto waende mbinguni. Lakini mtu mzima ukishafika katikati ya uzima, bado una ile dhambi ya asili. Unatakiwa uweze kumpokea Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndiyo ile dhambi ya asili inaondoka. Andiko sasa kiini cha umisheni na moyo wa Mungu. Wanadamu kwa asili tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu hata kwa matendo yake anaweza akayatenda
yakasafisha na kumkaribia Mungu haipo isipokuwa tu kwake yeye Kristo. Na ndio maana katika kitabu hiki cha Warumi sura ya 6 na mstari wa 23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Haimaanishi mauti ya kimwili, lakini ile mauti tunazungumza ni ya kiroho, ya kutengwa na Mungu. Dhambi iliyotendwa katika bustani ya ile ilitufanya na kutuweka wanadamu wote kutengwa na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kwa kupitia kumwamini Kristo pekee, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Ili tupate uzima wa milele, ni sharti tuweze kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini katika mstari huo wa Warumi 6:23, tusome kidogo. Warumi 6:23 tunaona lipo tumaini ndani ya Kristo. Pamoja kwa mshahara wa dhambi ni mauti, lakini yeye atakayeamini iko tumaini katika Kristo. Warumi 6 mstari wa 27 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa sasa hivyo kumbe unyesheni ni lazima, kwa sababu usipofanya unyesheni watu watabaki katika hali ya kutengwa na dhambi. Watu hawatamjua Kristo, watu hawatamjua Roho, watu hawatajua njia ya kweli, wataendelea kubaki mauti. Unyesheni sio uamuzi wetu, unyesheni ni lazima, kwa sababu kupitia unyesheni ndiko sasa watu wanatoka katika njia ya mauti na kuingia uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila watu kumwamini Kristo hawezi kuokolewa. Kwa njia hiyo pekee ndio imewekwa. Hakuna jina lolote lile liupasalo kuokolewa kwao, ila ni jina la Yesu Kristo pekee. Ukisoma katika Matendo 4 na mstari wa 12, tusome 4 na mstari wa 12, tunaona sio falsafa, sio aina za kidini, sio namna yote matendo mema ambayo inaweza kumwokoa mwanadamu, isipokuwa katika kuliamini jina la Yesu. Matendo 4 mstari wa 12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa na kwao. Kwa hiyo kumbe umisheni ni njia ya kuwatoa watu mautini katika hali ya hukumu na kuwarejesha kuunganisha na Kristo. Hakuna njia nyingine. Kanisa lolote lisofanya uinjilisti ni kama linawasogeza watu waendelee kuwa mautini. Hakuna njia nyingine na mtu kuingia katika uzima wa milele isipokuwa kumwamini Kristo. Kwa hiyo kumbe umisheni ni lazima kwa kanisa kuwafuata watu kwenda kuwahubiria habari njema, na hii ni ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umisheni ni muhimu sana, ni muhimu kwa sababu tunakuwa tunashiriki ule mpango wa kuokoa wanadamu, kuwasogeza pamoja na Kristo, kwa sababu Kristo ndio njia na kweli, yeye ndio uzima. Ukisoma katika Yohana 14 na mstari wa 6, tusomea maandiko. Yohana 14 mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mimi ndio njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Tusome pia Yohana hiyo 3 na mstari wa 18. Yohana 3 mstari wa 18 inasema, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa,
kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Asiyemwamini Kristo amekwisha kuhukumiwa. Timotheo wa kwanza 2:5 watu waangalie. Yule mpatanishi Kristo ni mmoja tu kati ya Mungu na wanadamu. Timotheo wa kwanza 2:5. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hiyo kusudi la umisheni ni ili watu waokolewe. Wako watu wengi sana bado hawajaokolewa, hawajamjua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Wengine wana jina la kuwa hai, lakini bado hawajamjua Kristo. Ni wajibu wa kila mmoja kuwaendea ili kuwafanya kuwa wanafunzi waweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo tunataka tujifunze juu ya umisheni ilikuwepo tangu mwanzo, na kipekee kiko sababu ya umisheni. Tumeangalia pointi ya kwanza, kuokolewa. Sasa nikaribishe kwa muda mchache, kama kuna swali lolote au kuna kitu nataka kuongezea, karibu. Kumbe maiki ziongezeke kidogo kulingana na somo tuliojifunza. Karibu. Tuko darasani, karibu, jisikie huru. Tuko katika kujenga mwili wa Kristo. Karibu. Jambo lolote tulizozungumza, na kitu cha kuchangia au na swali, karibu. 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 Karibu darasa. Kiona darasa linabaki kimya, hizo wameelewa sana, hao bado hawajaelewa. Swali lolote? Basi kama kuna swali, kama hakuna swali, tuone ujumbe huu ambao leo Roho wa Bwana anataka tusikie ni wa kwako. Lengo la Mungu ni kutaka kujua umuhimu wa misheni, umuhimu wa kuwaendea watu wa Yesu, umuhimu wa kuwafuata na kuwaleta watu na kuwarejesha watu, kuunganisha. Ipo sababu kubwa, ndiko anasema nitakuwa pamoja nani hata ukamilifu wa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusimame kanisa, tusimame. Wiki ijayo pia tutaendelea na kipengele kingine. Tukiwa tumesimama namna hii, tuende tukamwombe Bwana ili atupe moyo wa umisheni. Wapande sema, tuimbe ule wimbo Bwana aliyewaita. Na ule wimbo unaitwa nzuri, tuimbe utenzi. Aliyewaita. Bwana uliyewaita. Kinanda kidogo hapo, tuimbe. Basi leo tunaanza upya pamoja, hata kwa wachache, kwa sababu tutaimba tena, alafu zile tutakuwa tunafuata. Bwana
Mauli